Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anashangazwa na Wairani kumlilia kwa wingi alikuwa kiongozi wao mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Katika kipindi cha mazishi wa Iran wanaonekana kuonesha uzalendo wa hali ya juu wakibeba bendera za Iran, lakini pia wakimlilia kwa wingi alikuwa kiongozi wao mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Hata hivyo si wa Iran pekee, karibia watu wengi ulimwenguni wanaendelea kushiriki katika kumwaga kiongozi huyo mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Hili limemshangaza sana rais wa Marekani Donald Trump, akiona kwamba pengine wa Iran walikuwa kitania na wala hawakuwa katika kulia kama kumlilia kiongozi. Rais wa Marekani Bwana Trump amesema alikuwa akifuatilia mazishi ya kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, na kikubwa na cha ajabu anashangazwa na kuona baadhi ya Wairan wakilia wakati wa mazishi. Akizungumza kupitia tovuti ya habari ya Axios, Trump alisema akiwa na dhana kwamba watu wengi nchini Iran walimchukia Ali Khamenei. Hata hivyo kiongozi huyo wa Iran ni miongoni mwa viongozi ambao kwa namna moja ama ya kipekee walitengeneza uzalendo ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na ni miongoni mwa viongozi ambao walipendwa mno na taifa hilo la wa Iran. Ayatollah Ali Khamenei katika uhai wake kwanza alipigania mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na hatimaye mwaka 1979 Iran ilikuwa Jamhuri ya Kiislamu. Alikuja kupata mamlaka mnamo mwaka 1989 akiwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi. Huu ni wakati mwingine ambao Ayatollah Ali Khamenei aliutumia kupinga ubeberu wa Marekani. Wamarekani na wa Magharibi walitumia muda mwingi sana kuichafua Iran kwa kile ambacho waliona kwamba Iran imekuwa tofauti na utawala wa Pahlavi. Wa Iran walikubaliana na mfumo wa Kiislamu katika taifa lao, na hii ilipelekea wao kuungana na serikali na kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi. Lakini ni Wamarekani na wa Israel pamoja na watu wa Magharibi ambao walitoa taswira hasi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilionekana kuwa nchi ya kidikteta kupitia utawala wa Ayatollah Ali Khamenei. Na hivi ndivyo ambavyo hata wakati huu rais wa Marekani Bwana Donald Trump anajaribu kuaminisha ulimwengu kwamba wa Iran hawakupaswa kulia kama ambavyo wanamlilia Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei kupitia serikali ya kimapinduzi alitengeneza mfumo wa namna ya watu wa Iran kwanza kupata elimu ya kutosha kwa kuzingatia usawa kwa wanawake na wanaume, lakini pia alikuwa mara kadhaa akiketi na watoto na hata kuongoza katika sala, jambo ambalo watoto wa Iran walikuwa nalo na kuwa katika mioyo kwamba wanaamini Ayatollah Ali Khamenei ni kiongozi kipenzi cha wa Iran na Waajemi kwa ujumla. Wakati huu rais wa Marekani baada ya kutafakari kwa muda alinukuliwa akisema huenda machozi hayo sio ya kweli, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba Wairani wenyewe wakihojiwa na vyombo mbalimbali vya habari wanakiri namna walivyokuwa wakimpenda kiongozi huyo, wakiamini kwamba ni kiongozi ambaye alipinga ubeberu ambao hata wao wanaupinga kwa namna ya kipekee. Katika sehemu nyingine ya mahojiano hayo, Trump alirudia mada yake kwamba Wairan walikuwa wakisihi kufikiwa kwa makubaliano. Aidha alisema pande zote mbili zimekubaliana kusitisha mazungumzo kwa muda wa wiki moja hadi shughuli ya mazishi zitakapokamilika. Lakini hebu tujiulize swali moja, ni kwa nini baadhi ya Wairan walimkataa Ayatollah Ali Khamenei? Hawa ni Wairan ambao walipewa chuki dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni Wairan ambao walisambaziwa chuki kumchukia kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi na mfumo wa nchi yao, na wengi hawaishi katika taifa hilo. Wapo wachache katika taifa la Iran ambao walikuwa wakiendana na ule utawala wa Pahlavi, na kama ilivyokuwa desturi ya Marekani na nchi za Magharibi, ni moja kati ya nchi ambazo zimetengeneza vibaraka wengi katika mataifa mengi duniani. Na vibaraka hao, na kwa mujibu wa baadhi ya waandishi wa habari, wanadai kwamba vibaraka hao wapo katika kila nchi na hata nchini Iran pia wapo. Rais wa Marekani Donald Trump wakati huu anasema katika kipindi cha video, katika kipindi hicho kwamba hakuna upande utakaofyatua risasi katika kipindi hiki. Tumekubali wakati huu kusimamisha vita. Tumekubali wakati huu kusimamisha vita, lakini pia kusitisha mazungumzo ili waendelee na mazishi.
Rais huyo pia aliambia Axios kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba kukutana naye katika ikulu ya White House na kwamba mkutano huo unaweza kufanyika baada ya kurejea kutoka katika mkutano wa NATO wiki hii. Akizungumza uhusiano wake na Netanyahu, Trump alisema, "Tuna uhusiano mzuri sana. Anajua nani mwenye mamlaka." Axios ilielezea kuwa utakuwa ni mkutano wao wa kwanza tangu Februari, wakati Benjamin Netanyahu alipowasilisha mpango wake wa vita dhidi ya Iran. Tangu wakati huo, kwa mujibu wa ripoti hiyo, watu wa karibu wa Trump wamekuwa wakizidi kukata tamaa kuhusu Netanyahu, na baadhi ya maafisa wa Marekani walinukuliwa wakisema washauri wengi wa karibu wa Donald Trump wanaamini kwamba Benjamin Netanyahu alikuwa na makosa kuhusu kila jambo, hasa wakati huu ambapo anataka kuendelea na vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.